Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kina bahati, wanafunzi wengi wanapenda waje kusoma pale, kwa hiyo inaongeza ushindani. Mwaka huu waliomba wanafunzi 65,000 plus mwaka kwanza ili waje wasome. Wamechagua wanafunzi karibu 15,000 ambao tunao. 15,000 ni kama, nikitoa mfano wa vyuo vingine, ni kama idadi ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Baadhi ya vyuo vikuu vina wanafunzi 6,000. Sisi mwaka wa kwanza tu ni 15,000. Na mwaka huu mwaka jana waliohitimu kwa mwaka calendar year last year 2025 walihitimu wanafunzi 11,608. Wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa hawa na wapeleka wapi? Kweli wamehitimu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam 11,608, wanakwenda wapi? Na tuna shida, kuna vilio, watu wanalia. Sasa hili ni jibu ulionisaidia ndugu Ngido na timu nzima ya Bariki Tanzania, kwamba umetupa nafasi ya vijana wetu waende mahali pengine wakaongeza. Miaka 2 mtakuwa kule, lakini mwaka mmoja mmesoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa mwaka mlioupata Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni msingi, say foundation. Sasa uliopo hatujafika bado, wamewazidi kidogo, lakini labda kwa sababu ya namba jinsi ilivyokaa wawili, angalau kwa kuanzia, na washukuru. Kwa hiyo nawashukuru sana management ya Bariki kwa kuwapa nafasi kwa vijana 5. Hili swala kufeli na kurudi halitaanzia huko wanakokwenda. Hata sisi tulikuwa na utaratibu huo, tulipopata vipesa kidogo, tulivyoanza kuleta watu wanaotoka level, ilikuwa kwamba ukishindwa tu max, sisi tuweka max, ukishindwa kupata 3.78 ilikuwa unarudi nyumbani au unabaki, lakini unatafuta scholarship nyingine. Kwa mimi nisingependa kusikia ndugu zangu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam eti mtu anarudi, yaani toka Chuo cha Dar es Salaam afurudi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam afukarudi. Natamani nisikie wanawang'ang'ania kubaki pale. Performance yenu ikawe sababu ya wao kualilia mubaki kufanya masters, na performance yenu kwenye masters pia ikawe sababu ya kufanyie mubaki kufanya PhD, na performance yenu katika PhD ikawe sababu ya nyie kutaka kuajiriwa South Africa. Mimi nitafurahi nikisikia mnaajiriwa South Africa, au wanawapeleka kusoma Australia au kwenda kuajiriwa Australia. Lakini nataka mwe wajumbe kamili, kwanza wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kisha wa Bariki Tanzania. Ndio maana tukasema kwamba tuache legacy, sio tu kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja, lakini vile vile kwenye nchi yetu, kwa sababu hao wanakao kwenda ndio next leaders. Kwa hiyo tunaamini kabisa kile ambacho tunakifanya leo kitakumbukwa miaka mingi sana ijayo, na tumeamua kabisa tufanye impact ya individual na families zao kwa sababu watakuwa wameendelea, lakini most important ni kuleta impact kwenye nchi kwa kutengeneza mnyororo au pipeline of experts, kwa sababu tunajua kabisa sekta inakuwa, uchumi unakuwa, na tunalihitaji hilo lifanyike sasa. Naitwa Riziki Awazi Mvungi, ni mmoja wa wanafunzi ambao wamepata ufadhili wa kwenda kusoma South Africa katika chuo cha Johannesburg kutokea katika chuo cha Dar es Salaam. Kwa nafasi niliyopata, napenda kushukuru kampuni ya Bariki kwa kutupa nafasi hii ambayo ni nafasi ya upendeleo. Wameweza kuona nini ambacho tunacho ndani yetu, wameweza kuona nini ambacho tunacho, wakakielewa, wakaamini kwamba tuna uwezo wa kufanya jambo kubwa, tuna uwezo wa kwenda South Africa kuchukua kitu kutoka kwao na kwa ajili ya kukitumia katika nchi yetu. Na napenda kuahidi kwamba hatutawaangusha, tunaenda kupambana, tunaenda kama Watanzania, tunaenda kuonyesha Bariki kwamba sisi ni zaidi ya walivyotufikiria, tutaenda kufanya jambo kubwa sana. Zaidi ya yote tunashukuru, mchakato ulikuwa uko very open, your excellency, ndio kitu ambacho kimekufanya upate, haukuwa na upendeleo wote. Tulianza na vyuo vingi, mwisho wa siku tumepata chuo cha Dar es Salaam. Hii inaonyesha umahiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tunashukuru waadhiri wetu, makamu mkuu wa chuo, Dean of School of Mine and Science, na waadhiri wetu wote. Kwa namna pekee, hii scholarship tulipofika hapa
tumefurahi sana, lakini hatuishii hapa. Tunajua kwamba tuna deni kubwa kwa chuo, kwa kampuni na kwa taifa kiujumla. Kwa hiyo tunaahidi kwamba tutakapoenda katika chuo kikuu cha Johannesburg, tutaenda kusoma, tutaenda kuinteract na watu, tujue kwamba nchi nyingine wanafanyaje vitu, na tutakaporudi hapa tutarudi na umahiri na ubora, na tutaleta impact njema katika taifa, katika kampuni, na pia tukibahatika kurudi chuoni, tunategemea kwamba elimu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam itaongezeka kiwango. Asante.